flow, atatiririka kwenye flow ipi. Ndio mhusika mkuu anakuwa anaeleweka kwa urahisi. Unaweza ukawa umejikuta umekastiwa kama mhusika mkuu kwenye story, lakini story yako, mhusika wako mkuu huna flow, huna lengo. Kwa hiyo unaonekana sana kwenye TV lakini hubaki kwenye vichwa vya watazamaji. Kwa sababu gani? Hauna flow, unaendaenda. Sasa mhusika asikuwa na flow, maana yake hawezi kubaki kwenye vichwa vya watazamaji. Kwa hiyo hili ni somo pia kwa waigizaji, wajaribu kuangalia. Wakisoma hii idea ya uandishi wa script, maana yake wanapata elimu kwamba kama mimi nimeitwa kwenye kazi ni shoot, je, script niliopewa ni kweli ina deserve mimi kufika sehemu fulani, au nimepewa tu bora script? Huwezi kuyajua haya kama huna uelewa kuhusiana na mambo ya uandishi wa script au kuhusiana na uchambuzi wa script na kuwajua wahusika namna wanavyoumbwa katika script. Kwa hiyo unapopitia hivi, maana yake unaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Namba 5, create antagonist that oppose your protagonist. Lakini pia lazima umtengeneze antagonist, mpinzani wa yule protagonist. Protagonist ni yule mhusika mkuu au steering, ila antagonist manake ni mpinzani wake, tunamsema kama jambazi kuu, sawa au kama jambazi, mpinzani anompinga yule protagonist, sawa. So antagonist is the driving force that goes against your protagonist. Kumbuka huyu ni nguvu ile inaenda kinyume